Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo shahidi wa Jamhuri, kamishna msaidizi wa polisi ACP Amin Mahamba ameendelea kuhojiwa na Lissu mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Danstan Ndunguru. Katika mahojiano hayo, Lissu alimbana shahidi kuhusu maelezo aliyoyatoa katika upelelezi, akimtaka kubainisha kama baadhi ya mambo aliyoyataja yalikuwa kwenye maelezo yake. Lissu alimuuliza kuhusu jalada la Dar es Salaam na maelezo yake ya Mei 4 mwaka 2025 kuhusu mtuhumiwa aliyekamatwa Mbiga na kuletwa ZCO Dar es Salaam, ambapo shahidi alikiri kuwa maelezo hayo hayakuwepo katika kielelezo chake. Lissu pia alimuuliza kuhusu madai ya vitisho vilivyokuwa vikitolewa mtandaoni na wanachama wa Chadema, akitaka kujua namna shahidi alimtaja mtu aliyetoa vitisho, tarehe vilipotolewa au aina ya vitisho hivyo. Shahidi alijibu kuwa hakuyataja maelezo hayo. Aidha, Lissu aliuliza kama kulikuwa na shahidi aliyesema ametishiwa kupigwa, familia yake kuumizwa au mali zake kuharibiwa endapo angeenda kutoa ushahidi. Shahidi alijibu kuwa hakuna palipoandikwa. Lissu alimbana zaidi shahidi kuhusu tofauti kati ya ushahidi wake na maelezo ya baadhi ya mashahidi waliodai kuwa hawakutishiwa, huku shahidi akisema mashahidi walitishiwa. Kuhusu majukumu yake, shahidi alikiri kuwa aliandika mwenyewe maelezo yake ya upelelezi na kwamba saini iliyopo kwenye maelezo hayo ni yake. Pia alikubaliana kuwa moja ya majukumu ya jeshi la polisi ni kulinda raia na mali zao. Lissu alimuuliza kama katika upelelezi wa kesi hiyo alishirikisha Ikulu au ofisi ya rais, ambapo shahidi alisema hakushirikisha, lakini alikiri kuwa alishirikiana na ofisi ya mashtaka kanda ya Dar es Salaam. Alipoulizwa kama katika uzoefu wake wa miaka 26 amewahi kufanya upelelezi wa kesi za kisiasa, shahidi alisema hajawahi. Hata hivyo, alikiri kuwa amewahi kusimamia kesi iliyowahusu Freeman Mbowe na Dr. Slaa iliyohusu uchochezi, ambayo alisema DPP aliamua kutokuwa na nia ya kuendelea nayo. Lissu pia alimuuliza shahidi kuhusu video ya mkutano wake iliyochapishwa kupitia Jambo TV. Shahidi alidai kuwa Lissu ndiye aliyechapisha video hizo, lakini alipoulizwa kama Lissu ni mtumishi au mkurugenzi wa Jambo TV alisema hafahamu, na alipoulizwa kama Lissu alikuwa na password ya kuingia kwenye mtandao huo alisema hana uhakika. Kuhusu shahidi P1 na P, Lissu alimuuliza kama walikuwa wafanyakazi waliokuwa wakirekodi na kurusha mkutano huo mubashara kwa kutumia kamera yenye memory card. Shahidi alikubaliana kuwa ni kweli na pia akakubali kuwa shahidi P ndiye aliyekuwa akihifadhi maudhui ya mkutano huo. Shahidi pia alikubaliana kuwa waandishi hao walipata maelekezo kutoka kwa mkurugenzi wao John Marwa na kwamba walialikwa na mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema kwenda kurusha mkutano huo. Lissu alipouliza kama yeye ndiye mkurugenzi wa habari wa Chadema, shahidi alijibu sina taarifa. Pia shahidi alikiri kuwa mwenyekiti wa chama hawajibiki moja kwa moja na makosa jinai yanayofanywa na wanachama au viongozi wa chama. Kuhusu hotuba yake, Lissu alimuuliza shahidi kama ilikuwa inahusu masuala ya uchaguzi mkuu, ambapo shahidi alijibu ni kweli. Lissu pia aliuliza kama uchaguzi unasimamiwa na tume ya uchaguzi na shahidi alikubaliana. Lissu kisha alirejea katika kauli zinazodaiwa kuwa zilitolewa kwenye hotuba yake, ikiwamo uchaguzi huu tutauvuruga na tutakinukisha serikali. Alimuuliza shahidi kama katika kauli hizo aliitaja serikali, ambapo shahidi alijibu hakutaja. Lissu pia aliuliza kama alitaja jina la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo shahidi alisema rais ni sehemu ya serikali. Alipoulizwa ni wapi Lissu alitaja tume ya uchaguzi katika kauli hizo, shahidi alijibu sina hakika. Katika hatua ya mwisho, Lissu alimuuliza shahidi kama ni kweli Assistant Inspector Andrew Chuli ndiye aliyechukua memory card za shahidi P1 na shahidi P kutoka Dodoma na kuzipeleka Dar es Salaam. Shahidi alijibu ni kweli kabisa. Hadi muda huu shauri hilo lipo kipindi cha mapumziko na litaendelea baada ya saa moja.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.